Katika video hii hapa tutakuja kuonyesha jinsi gani ya kuinstall za ASC Timetable Builder. Hii ni software inayotumika kujenerate timetable. Kwa hiyo mara ya kwanza utaanza kuinstall hapa. Utabonyeza hii hapa. Hapa utaisubiria hapa, tutachagua tu lugha, tutachagua English hapa. Baada ya hapo tutainstall hii setup hapa. Utakubali tu, uta-agree hapo, uta-agree hapa. Kama unataka itengeneze shortcut utabonyeza hapa, lakini kwa kuwa tunataka na shortcut yake tutakubali, kwa tutaisubiria hapo install. Sasa hii software hapo tukiinstall kawaida inakuwa ni ile free users. Hii ni sana sana inakuwa ili iweze kufanya kazi vizuri, generate zile timetable ambazo tunasema ni more complex, inabidi iwe katika pro version. Sasa kuja kuonyesha hii video jinsi gani ya kuinstall na kuactivate katika pro version. Hii hapa ni 2020, kuna 2019 na kadhalika. Kwa hapa tunaweza ukawa usilani ukafinish au tu kailani afu baada ukafinish. Kwa hapa tutafunga kama hivi, lakini hapa ukiwa umeifungua yenyewe nakwambia kwamba inabidi ifanywe registration na hiyo imewekwa kodi ili iweze sasa kutengeneza timetable zile ambazo complex. Kwa sasa hapa sisi tutaenda kuiactivate. Hii hapa ni 2020, tutaenda kuiactivate ambapo tutabonyeza hii activator zip hapa. Baada hapo fixed, kwenye fixed hapa. Sasa tutaichukua hii patch file, tutakuja hapa kwenye local disk C hapa. Kwenye local disk C tutaikuta hii neno hapa timetable. Maana yake sasa sisi tutaicopy tu hii. Tutaipia bali ndogoshi hapa. Tutaicopy na kuja kutaipaste hapa. Try skip. Sasa muda mwingine utakuta labda unakuta PC yako inakataa kukopi na kuja kuipaste huko. Maana yake sasa unatakiwa wewe ufanye ni kwamba inabidi uzime, tunasema uzime zile antivirus, zile tunasema virus activation katika katika PC yako. Hapo tutaiput bottom hapa. Tuweke hapo always action, lakini hapo inaleta errors kukaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya nini? Ya activation zile za ulinzi kwenye kompyuta. Kwa hiyo tutachokifanya hapa, tutaenda kuzima zile activation zile. Na hizi activation hizi ili protection ya computer virus itaprotect. Maana hii ni patch file. Kwa kompyuta nyingi zinadhani kama ni kama virusi hivi, ambacho itakuwa ni hii hapa ishakaa. Sasa hapa ilipo imekaa, unatakiwa wewe ifanyaje sasa? Uilani tu. Kwa hiyo utailani, ukilani itafunguka hivi, utapatch. Maana yake hapo ukipatch itakuwa ishafanya registration. Lakini pia unaweza kabla hujapatch unaweza ukabadilisha jina. Kwa mfano ule mwanzo kabla hujapatch hapo unaweza ukabadilisha jina ili hapo ka change, labda na date of release na ukachange ili kuja kuipatch iende kukaa pale kawaida. Yaani maana yake ni hapa. Wakati tunaifungua hapa tuna uwezo wa kubadilisha, ilikuwa tuna uwezo wa kubadilisha hapa, lakini tunatumia tu hivyo kwenye patching form ili iwe more efficient. Kwa hiyo hapa sasa tunaonyesha jinsi gani ya kuinstall na jinsi gani ya kuiactivate. Yenyewe ndio hii hapa. Tutaifungua, lakini tukija hapa sasa hivi itatuonyesha kabisa your software already registered. Do you want to input different registration number and registration code? Si hatuna. Kwa kutokea hapa sasa una uwezo wa kuanza kutengeneza timetable yako. Kama unahitaji software unaweza ukanicheck hapo kwa namba 06 52 37 27 05 ili uweze kupata software hii. Utapata video za installation pia, na kama hautaweza kuitumia pia utapata na video za kuitumia hii software kutengeneza
timetable. Ni rahisi sana hii software kutengeneza timetable. Hapa unaenda kwenye shule na rekodi jina lako la shule, mfano lese labda shule yangu mimi inaitwa labda Senko Link. Hivyo utarekodi, utaweka vipindi kwa siku na vipindi vingapi, utatengeneza kwa day pia. Hapa period per day, number of day, siku ngapi wanasoma, kama wanasoma mpaka Jumamosi au Jumapili, unaweza kutengeneza kila kitu. Ukaja kwa custom field, unatengeneza hapa muda wa kengele na muda wa vipindi, unaanzaje unaishaje. Kwa hiyo kama mara kwanza kufuatia channel yetu, subscribe, like, kushare na comment. Pia kama unahitaji software unaweza kanicheki hapo ili uweze kuipata software hii kwa ajili ya kurahisishia wewe kutengeneza timetable katika shule yako. Video namba 2 au video nyingine tutakuja kuelezea sasa jinsi gani ya kuregister shule na kutumia mfumo mzuri kwa ajili ya kutengeneza timetable za shule zako. Asanteni sana, tutaenda katika video ijayo. Ciao.